Making it positive kwenye Girls Code, una siri yako ambayo umewahi kumpa rafiki yako. Je, ni sawa baada ya kuachana kwenye urafiki kuitoa sehemu nyingine? Urafiki na siri. Madini haya leo tunayapata tukiwa kwenye apartment moja tulivu, Kiseke Serenity Residences. Sasa nipo na mgala mgeni na bila shaka umefurahia hali ya hewa. Yes, hali ya hewa tulivu. Hadi nimesauka niko Mwanza. Okay. Yes, it's a good place. Wazungu wanasema a home away from home. Yaani ukiwa hapa unajihisi kama uko nyumbani na zaidi. Mazingira mazuri, swimming pool, vitu vyangu, kelele za ndege. Unasikia tu ndege fulani kama tuko Finland fulani. Okay. Pazuri sana. Kwa hiyo ukiwa na mikopo hivi kausha damu, ukija hapa unasahau. Ni sehemu nzuri kuja na marafiki, familia, ukiwa na mpenzi hivyo. Safi sana. Nafikiri kuna vitu ambavyo mara nyingi tumekuwa tukivisikia kutokana na visa vya marafiki ambao walikuwa na ukaribu na wakawa wanazungumza mambo kadhaa, lakini mwisho wa siku unashangaa tu kuna siri zimevuja huko baada ya kuvurugana kidogo hivi. Lakini sidhani, lakini kama kuna ubaya mimi nikitoa siri yako mgala, kwa sababu sio rafiki yangu tena. Mimi sidhani kama kuna ubaya. Okay. Kwanza tunaongelea watoto wa kike ambapo urafiki siku hizi ni kama amplify hivi. Yaani umepewa majina mengi kuna udugu, BFF, rafiki, shosti, siku hizi wanasema small cycle, kwamba mimi na marafiki zangu wachache ambao nikiwapigia simu usiku wa manane, yani kwamba simu moja tu wanasema, lakini unakuta sasa huyo rafiki wa simu moja tu ndo amekutolea vitu vyako nje. Small cycle inaanzia ni watu watano. Unaweza kata watu watatu. Lakini kuna mwingine small cycle kwa watu 50. Kwa hiyo inategemea. Kuna mtu kijiji ndio small cycle. Yes. Kwa hiyo mtu kukutolea siri inategemea kwanza kwamba hiyo siri umwambia mtu gani. Kwa hiyo before hatujashare siri na marafiki, inabidi tuangalie kwamba ni rafiki gani ambaye na share naye. Unajua kuna ile kwamba mimi ni rafiki yako lakini wewe sio rafiki yangu. Yaani mimi nakuconsider wewe kama rafiki yangu sana, lakini wewe sio rafiki yangu. Ushakutana na kitu kama hicho? Huwa inatokea mara nyingi. Yaani ni kama kwenye mahusiano. Una mtu unaambia kwamba anajidate mwenyewe. Yaani mko kwenye mahusiano lakini kumbe una date mwenyewe. Yaani ile kwamba nayo inawezekana. Yes, yaani kwamba ni rafiki yangu, mimi sio rafiki yake. Yes. Kwa hiyo mtu ni rahisi sana kwenda kukutolea siri. Hiyo ni kitu cha kwanza kwamba wewe, kwa hiyo inatakiwa muwe mmeshibana ili uhakikishe kwamba pengine siri yako. Yes, iwe two way traffic. Kwamba wewe Lili mimi ni rafiki yako, lakini pia wewe mimi ni rafiki yangu. Iwe two way traffic. Lakini ukiwa urafiki wa one way traffic, mara nyingi sana ni rahisi mtu kukutolea siri. Yes. Lakini yule mtu ambaye anatoa siri ya mwenzake huwa inamweka kwenye nafasi gani kwa wale watu ambao wanawaambia hizo siri? Kwa mfano mimi Lili ulikuwa na marafiki zako, then mkaja kukosana, kutengana kwa namna moja au nyingine, yani kwamba ule rafiki mlikuwa nao haupo tena, then wewe Lili ukaja kuniambia mimi siri za yule mtu. Yule mtu amefanya kitu kibaya au kizuri, mimi nitakuona wewe ndo mtu wa ajabu. Yes, yani lakini mimi nimekupa ubuyu. Yani kama mimi nimekwambia wewe kama ni siri, sijakwambia kwamba katangaze. Ingekuwa mimi nataka watu wajue, ningeenda kuambia wenyewe. Yani it's not your place kuja kutangaza vitu vya watu. Kwa hiyo either mmepatana au mmeshakosana, kuja kutangaza kwa watu sio nafasi yako kufanya kitu kama hicho. Lakini siwezi kusema kwamba ni fault ya mtu, lakini kuna mazingira fulani ambayo ukiwa na rafiki yako yanapelekea rafiki sasa iwe rahisi kukutangaza. Kwa mfano, yapi hayo? Mimi tuko kwenye urafiki labda mwaka mmoja, miwili, mitatu. Kwa sababu wewe unakuwa na cycle yako. Mfano marafiki tunakuwa tumekutana nao kwenye engo tofauti tofauti. Kuna marafiki ambao tumesoma nao tangu primary, then ukienda secondary unakutana na marafiki wapya. Chuo ukienda advance unakutana na marafiki wapya. Chuo, mtaani, jumuiya, kanisani, msikitini. Kwa unakuta mtu ana marafiki wengi. Sasa mimi na wewe Lili ni marafiki, lakini kila siku unakuja unashare siri za rafiki yako mwingine. Na watu wanakusikiliza. Hiyo ni red flag. Yes, hiyo ni red flag. Kwamba kama wewe unashare siri ya rafiki yako mwingine ambaye mimi sio rafiki yangu, means hata mimi nikikupa siri yangu ni rahisi sana wewe kwenda kushare kwa watu. Kwa hiyo before hujashare, hujamwagika kwa mtu, hujajiachia, yani angalia kwamba huyo mtu anaweza akaweka hii siri. Kwa sababu mtu ambaye anashare siri za watu wengine kwangu, means hata mimi nikimwambia kitu ni rahisi sana kwenda kukishare.
Kwa hiyo ni kitu cha kwanza cha kuangalia. Okay. Kabla hujashare siri na mtu, angalia huyu mtu ana kifua. Kwa hiyo inawezekana kuna watu wanakupigia hadi simu, Mgala nipe ubuyu sijui mtu fulani, kitu wanakuchora. Yes. Na wewe unamwagika. Yes. Kwa hiyo ukiwa unapenda kushare siri za watu, ni rahisi sana hata kushare siri za rafiki yako. Unashangaa tu kuna mambo uambiwi ya msingi. Uambiwi, yes. Na kuna watu yani akipewa na siri na mtu inakuwa yani kama kitu yani kimemkaba hapa kwamba leo sitaweza kulala. Unajua kuna mtu anakuambia shoga yangu nina ubuyu, yani nina ubuyu kifua kimejaa, watu wa mjini wanasema kwa hiyo ukikuta na rafiki ambaye anapenda vitu kama hivyo, yuko radhi mtu hata bolt. Yani anaona daladala anamchelewesha. Na anakuambia kabisa huu nataka nikupe live. Wa moto usilale, zege nalalaje? Zege nalalaje? Kwa hiyo mtu ambaye anatoa siri za rafiki zake kwako means na wewe ukimwambia atapeleka kwa watu wengine. Kuna msemo nafikiri wimbo fulani hivi wa Beyonce. What goes around comes back around. Yes. Unachokifanya leo kitajirudia tu. Inawezekana wewe unapokea siri zangu hapa Lilian Ruguga, nikipita naona yani ule dada ana kitu. Yani ni kama utembea barabarani. Watu wanakujua yani nje ndani huko lishazuka. Yani unajua kutoa siri nje ni kama ukitembea unakuwa kama uko uchi. Yani like watu wanakujua nje ndani. Kila kitu. Sasa unakuta ndo ulikuwa na rafiki yako namna hiyo ambaye anajua A to Z. Anajua unakula wapi, unapika wapi. Kamzunguko kaka. Lakini kitu kingine kwenye kutoa siri unajua kuna namna waoga tunakuwa nje out of control. Yani mfano mimi nikiwa na hasira au mtu yoyote tu akiwa na hasira, ukiwa na hasira sana, kuna vitu ambavyo unaweza kuviongea bado ukasema hii nayo niliongea. Hivi ni mimi kweli? Yani like kama kuna mtu alikuwa anakurekodi baadaye akaja akakusikilizisha utasema unatamani kukataa lakini sio mimi. Kwa hiyo kitu kingine kupunguza. Sasa maana mtu kukutangaza huwezi kuzuia. Lakini kuna namna tunaweza tukapunguza. Kwa mfano niko na maumivu makali sana. Kuna mtu ameniumiza au kuna mtu amenikasirisha, nina hasira. Muda huo nichukue simu nikupigie rafiki yangu. Nitayabwaga yote. Lakini ukitaka umpe mtu vitu ambavyo baadaye hautakuja kujuta, kaa chini, jipe muda. Kama ni kulala, unalala. Unajua kwa watu wengine anapunguza hasira kwa kwenda kujimwagia maji. Anafika bafuni anafungulia maji. Hasira inapungua. Mwingine unaambiwa kunywa maji ya baridi. Bili inakuja 200,000. Hivyo bili baadaye. Mwingine anaambiwa kunywa maji. Calm down. Kwa hiyo so before sijashare kitu kinachonifurukuta moyoni, naweza nikafanya vitu ambavyo vinaweza vikanifanya ni calm down. Vikanisaidia. Kwa kila mtu anajua kitu gani. Mwingine kusikiliza muziki, mwingine kwenda baharini. Unajua kuna watu wengine wanakutaga wako pembeni ya ziwa au bahari. Amekaa wanapunguza stress, wengine stress za mapenzi, wengine ndio hivyo anataka ku calm down. Ile sauti za mawimbi zile zinafanya mtu calm down. Kwa hiyo before hujampigia rafiki yako kumwambia siri yako, make sure kwamba uko kwenye your sense, yani kwamba uko kwenye state ambayo una akili timamu, sio mihemko. Kwa hiyo utamwambia vitu utaona hiki nimwambie, hiki nisimwambie. Lakini pia hapo kwenye hiki nimwambie, hiki nisimwambie, kuna siri zingine ambazo unaona kabisa kwamba huyu rafiki yangu namwamini. Lakini likitokea la kutokea hii siri akaitoa nje, nimekwisha. Kwa hiyo tunarudi kwenye point. Kwa hiyo inabidi tuchuje. Sio kila kitu tukushare. Au naweza nikasema aina ya siri. Aina ya siri. Unataka kumwambia nini? Kama ni masuala ya vikoba unajua kawaida, lakini kuna zile kama vitu madili yanayokugombanisha na polisi. Unajua kuna zile siri ambazo unajua kabisa kwamba hii siku akiitoa nje nimekwisha. Ndio nimekwisha. Lakini kuna zingine unasema hata akitoa. Lakini ndio hili sasa unakuta yani wakati huo una furaha rafiki. Unajua kuna marafiki wanaweza wakakutwist Mgala. Hata kama hutaki kusema akakupamba ukasema. La nini kufanalo moyoni? Chakufia moyoni msema. Tena wana hayo maneno. Chakufia shoga yako niko hapa. Wakufa na kuzikana. Shoga yako ndugu wako. Punguza stress zako, niambie. Hasa ndio hiyo tunasema uwe kwenye essence yako nzuri. Na maana ukiwa umeshakuwa uko calm, mtu hata akikupamba vipi unajua kabisa hiki hata mtu aniekee kitanzi hapa simwambie. Lakini wale wa kujimaliza sasa kwamba umemwambia shoga yako kila kitu. Ndo kesho kutwa kikuta mtandao unasema hii. Na sasa mbaya zaidi siku hizi bora zamani at least siri za watu zilikuwa ziko safe. Siku hizi kuna mitandao bando tu. Kuna mtu yani bando la jero la 500 tu. Iko siri yako di Marekani. Viral.
Kwa zamani at least mtu siri itajulikana labda kwa marafiki, majirani wa karibu. Lakini siku hizi shoga wako akiamua kukumaliza mtandao, anakumaliza dakika story. Yes, ni dakika. Lakini imagine umempa siri ambayo hata akitangaza haikuumizi. Hautaumia sana. Of course. Sisi kuna rafiki yetu mmoja huyo kichwa chake ni chepesi kidogo. Chepesi kwamba sasa labda tukitoka hivi tukaenda sehemu labda tunataka kupata vinywaji, tunahakikisha tunampimia level yake. Ni mtu wa? Mtu wa. Kwa sababu akizidisha tu, ndugu yangu mmeisha kabisa. Hii ni serious naambia, yani mmeisha. Kwa hiyo nahakikisha kabisa anakunya kidogo. Labda mko nyumbani, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kusikia. Au mnaenda sehemu mnahakikisha kabisa yani hapa kama ni nusu glasi ishi hapa asizidishe, kwa sababu mtadhalilika. Hata siku msipotoka naye. Lakini msipotoka naye ametoka na marafiki zake wengine. Akiwa mzima hana shida. Ametoka na marafiki zake wengine ambao nyinyi hampo. Rafiki inawezekana kwa sababu hatuoni. Memory. Ila akikuona hivi kama hivi mgala akikuona, mgala. Sema unajua. Hapo anaanzaga mbali kumix na Kiingereza nini, unajua mtu akishalewa. Unajua kabisa na hapa tunapoelekea tuendi sehemu nzuri. Kwa hiyo nafikiri hizo changamoto ndogo ndogo pia zinapelekea wakati mwingine, sio kwamba mtu anakusudia kwamba mimi nataka tu kuziweka wazi, kutoa siri ya mtu, za watu, kutumia vitu kama hivyo pia sometimes. Lakini kitu kingine turudi kwenye small cycle. Umesema small cycle inaanzia watu wangapi? Mtu mwingine anaweza kaa watu wawili. Unajua kuna mtu yaga tangia wako shule ya msingi ni yeye na shoga yake. Yani mpaka unafika yani ni yeye na shoga yake. Yani yani kasekoko ni kwa watu wawili. Lakini kuna mtu mwingine small cycle yake dada ni kijiji. Unakuta marafiki 20, hiyo inaitwa small cycle. Kwa hiyo ukiona shoga yako pia ana mashoga wengi sana. Hauko salama. Siri zako yani haziko salama pia. Inawezekana tu wale ambao wameambiwa hawajaamua kukutana. Hawajaamua, lakini unaweza kukuta sehemu watu wote hilo yani wao unajua kwamba hiyo siri anayo Lili tu, lakini kumbe watu wote waliokaa pale wanajua kila kitu kuhusu hiyo siri. Wanakuvizia. Kwa hiyo pia wavuruge kidogo. Yani kuna mtu anakuambia kabisa yani wewe ukiingia kwenye 18 zangu umeisha. Kwa hiyo sometimes unajua kwenye kutunza siri inaweza kufanya uwe kama mtumwa fulani. Mtu anakuwa kama anakublackmail. Lili mimi na siri yako. Sasa wale wako sio kujichanganya. Na anakuambia kabisa yani jichanganye. Kwa unakuta yani kutoa siri sana kwa watu kunakufanya unakuwa kama mtumwa fulani hivi. Yani sometimes unatakiwa uwe kama ujipendekeza kwa mtu ili usimuuzi. Mletee maji ya kunywa nini hata kama hataki. Akatoa siri yako. Ujifanye mwema kila siku. Lakini pia watoto wa kike sijui, kwa watoto wa kiume sijapata experience. Mimi mwenyewe sijawahi kusikia kwa watoto wa kiume. Watoto wa kike siku tuna changamoto yake. Yani mtu hakikisha kuna nini nimeamka au inawezekana stories, aina za stories sijui au na hisi watoto wa kiume watoto wa kike wanashare sana, wanashare sana. Unajua na hisi watoto wa kiume sina uhakika. Na hisi wa kiume hawashare sana vitu. Kwa hiyo mtu unakuta hana hata cha kuongea kibaya kuhusu mwanaume mwenzie, lakini au majukumu sometimes labda au nature walivyoumbwa sijui, lakini watoto wa kike tunajiachia sana. Kwa hiyo inakuwa rahisi hata mtu kukusaliti, yani mtu kusema hapo kwenye swala la majukumu. Mimi nafikiri nimekutana na watu tofauti. Kuna watu ambao wako busy sana, kuna watoto wa kike ambao wako busy, yani wakiamka asubuhi usiku wamerudi wamechoka, hawana habari kama wewe mjana. Nilikuwa nakuja hapo. Ungesubiri nikutaje. Yaani unakuta hizo habari sijui kimetokea nini, mtaa wa pili hata hafahamu. Yeye atajua tu bili ya maji imetoka leo, natakiwa kulipa bili ya umeme, natakiwa kulipa. Lakini hizo stories sijui za rafiki yake sijui kafanya kitu gani, sijui kuna jirani nyumba ya pili kafanya, hajui. Kwa sababu yeye yuko busy. Kwa hiyo inawezekana swala la majukumu pia inaweza ikawa ni changamoto. Ndio maana kuna watu wanakuwa na muda mzuri sana wa kufuatilia stories za watu. Ndio hapo siri ambazo na kama washagundua mtu ambaye yuko busy sana, hata marafiki zake ni wachache, yani yuko kwa sababu huwezi kuwa na marafiki wengi, yani wewe ndo unatoa wapi? Unajua urafiki gharama nitahitaji shoga yangu na bridal shower, mimi shoga yako lazima nije, una baby shower hivi Mwanza vipo?
Okay, kwa hiyo the more ukiwa na marafiki wa diaspora, ukiwa na marafiki wengi, majukumu pia yanaongezeka, lakini nimeona watu ambao wako busy sana na vitu vyao, wako busy sana na mambo yao, ile cycle ya marafiki inakuwa ni ndogo. Kwa lakini na tunahesabu wao ndio wako kwenye safe side zaidi. Kwa sababu hata muda kuanza kushare na vitu inapungua. Yaani labda kama huo umemwambia sidi kitu gani. Yes, muda wa kushare sana vitu vyako na watu unapungua. Nafikiri tutafute kazi. Jambo la msingi ambazo zinaweza zikatuweka busy, au tuwaambie marafiki ambao wako busy siri zetu. Two ways. Hiyo pia ina yes. Inachangia. Yaani rafiki ambaye ndio tunarudi kule mwanzo kwamba rafiki pia ambaye ana marafiki wengi sana, sio rafiki salama sana. Ni kitu kizuri kuwa na watu. Unajua kuna mtu ile ndio maana kuna ile ndugu jamaa na marafiki. Kuna marafiki, kuna ndugu na jamaa. Kuna mtu mwingine ana jamaa tu, yani ni watu ambao tunafahamiana nao, tunaheshimiana nao, tunafanya nao kazi, au unaruhusiwa kuwa nao wengi bila unavyotaka. Lakini marafiki ukiwa nao wengi sana sio afya. Hivi nikuulize Mgala, leo wewe umesikia lini kuna siri yako kubwa ambayo ulishawahi kuniambia afu mimi nimeitoa huko? Unanifanya nini? Siwezi kukufanya kitu kwa sababu kuna ule msemo kwamba maneno ukishatamka rudi mdomoni. Umeshayatoa. Nitafanyaje sasa? Lakini kama ni mtu wa kisasi, na mimi nitatafuta namna ya kuku. Kuna mtu mwingine aliendi bure. Yaani lazima na mimi nikufanyia kitu. Lakini kuna mtu mwingine au unamwachia Mungu. Kuna kumwachia Mungu. Kuna kumwachia Mungu, afu kuna wale kwamba umeniumiza. Ogopa sana hiyo kauli sasa, namwachia Mungu. Ila siamini. Kuna wengine anasemaga namwachia Mungu lakini bongo mtu akikwambia anamwachia Mungu. Ila mimi anamwachiaga Mungu. Kuna ile sasa mtu anasema okay, ameshasema basi namwachia Mungu. Alafu kuna ile mtu kwamba nitadili naye. Umeniumiza, nitakuumiza mara 3 zaidi. Lakini sasa mwisho wa siku yote ya nini? Yote ya nini? Lakini mimi naona kama mtu una siri yako na imekukaa hapa, huwezi kabisa kwamba nisipomwambia mtu naweza nikafa. Chagua mtu ambaye unaweza kumwamini. Lakini kama unaweza kujishikilia, piga magoti kwa imani yako, ongea na Mungu wako. Yes, kuna namna Mungu atakupa relief. Kuna mtu mzima mmoja ameshawahi kuniambia hakikisha kwenye saiko yako una mtu mzima wala hata mmoja ambaye unaweza ukamwambia siri zako, kwa sababu yeye according to yeye kwamba siri huwa zinategemeana na umri, nani ambaye anaweza kubeba. Kuna mtu ukimpa siri yako kulingana na umri wake asiwezi kuibeba, kwa hiyo atatafuta tu na mtu mwingine wa kumwambia, kwa sababu ameweza, yani ameshindwa kuhandle hicho kitu. Inawezekana ni kizito. Kwa hiyo lazima utafute kama mtu mzima hivi ambaye utakuwa unampimia, hiki ninaweza kumwambia mtu mzima, nisimwambie Mgala, nikamwambia pengine Mama Mary. Ndio umeona hicho kitu. Lakini siku hizi kuna watu wazima wa ovyo. Kuna watu wazima wa hovyo siku hizi. Yaani ile zamani tulikuwa tunachukulia, yani zamani tulikuwa tunachukulia kama mama mtu mzima kuna namna ana behave, au baba mtu mzima kuna namna awe. Kuna watu wazima wa siku hizi watu wazima akili hunde. Yaani kuna watu wazima wa siku hizi unasema na utu uzima huo. Kwa hiyo sidhani kama ni issue ya umri sana. Unajua kuna mtu ambaye anaanza yuko kwenye 20s mdada tu, lakini unaweza kaanza ukamwomba ushauri, akakushauri kitu kimenyooka kuliko mama wa miaka 50. Yes. Yaani kuna watu wazima ambao hawana busara. Yes. Mimi nikiwa mtu mzima nitakuwa na busara. Inshallah. Siri zenu zote nileteni mimi. Sitamwambia mtu yoyote. Kwa sababu nitakuwa nimeshakutana na mikiki mingi. Kwa hiyo unajua namna ya kujishikilia. Na hiyo ndio itakiwa iwe hivyo kwamba mtu mzima anaaminika kwa sababu ameshapitia kila kitu. Ndio maana zamani unaambiwa ukitaka ushauri wa ndoa nenda kwa mtu mzima. Hiyo ni topic ya siku nyingine sasa. Ukitaka ushauri nenda kwa mtu mzima. Lakini siku hizi nenda kwa mtu mzima. Siku hizi watu wazima uangalia sana mtu mzima mwenyewe. Yes. Okay. Kwa sio kila mtu mzima. Sio kila mtu mzima. Kwa hatupo salama. Kwenye upande wa kumpa mtu siri yako hatupo salama. Yaani kuna mtu unajua anaweza kana muamini. Yaani kwamba kuna marafiki wengine wa zamani sasa wanaliana ile nini? Damu kuunganisha inaitwa kula yamini. Niamini sijui kitu kama yamini. Kwamba yani ni rafiki yangu kwa miaka, yani wakufa na kuzikana. Alafu siku hizi naona kama urafiki pia ule tight unapungua. Nafikiri unapungua. Yes. Unaenda unapungua. Yes. Unajua rafiki ambaye yuko moyoni kabisa, hata kumtolea siri yake nje unaona kama kwanza unahisi kama wewe mwenyewe unajizalilisha. Kwa sababu umebeba matatizo yake miaka na miaka.
alafu hujamtolee siri. Kwa hiyo siku hizi pia watu wanakurupuka, umekutana na mtu jana lakini umeshajifungua kwake. Yani Lily, tumekutana mimi na wewe labda mwaka jana lakini unanijua kila kitu. Of course. Yani unanijua watoto wangu wanasoma wapi, mume wangu anafanya kazi wapi, kitu gani nilishafanya huko nyuma, watu wamefanya madudu ya ajabu huko nyuma. Yani unajua kila kitu. Ndoa yangu ndani ya miezi miwili. Yes, miezi miwili. Mtu umekutana miezi miwili. So ndio marafiki wa AI ambao mimi nawazungumza. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu ukizungumza kitu gani na kutolea vitu vyako nje. Yes. Of course. Nafikiri zamani tulikuwa tunatumia nguvu kubwa sana kutengeneza urafiki mpaka mtu mnazungumza mambo ambayo ni sensitive kuliko sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi kama mtu anaweza kuzungumza siri zako nje, anajiaminisha kabisa na anaamini hata yani wewe ukiondoka kuna mtu mwingine atakuja. Yes. Yani marafiki imekuwa ni kama urafiki umekuwa kiti cha basi. Yes. Ukishuka nitapata rafiki mwingine. Tofauti na ile kusurvive. Tofauti na ile zamani kwamba mtu ukikosana na rafiki yako yani inakutesa kabisa kwamba fulani. Na inafikia kuna kipindi fulani familia zinakaa kabisa. Yes. Zinasuluhisha. Yes, msifanye hivyo. Sasa hivi mimi sijawahi kuona hicho kitu. Wewe na BFF naye rafiki kabisa. Unashare naye siri zote kabisa naye. Unashare naye siri zote. Yaani ni naye. Sasa nikwambia huyo rafiki nilimtoa wapi? Huyo rafiki yangu tangu sekondari, nafikiri form 2. Mpaka leo. Okay. Kwa hiyo ni sekondari. Miaka na miaka. Sio sasa hivi. Sasa hivi sio kwamba sina watu ambao nafahamiana nao, ninao wengi tu. Na naweza nikawa nao karibu. Lakini mpaka mimi nichukue hatua ya kumwambia kitu changu ambacho najua kabisa kina matokeo hasi ama chanya, sio rahisi. Okay. Nitampigieni, niko radhi nimpigie simu. Mtu kama huyo ni ngumu sana kuja kukutolea siri zako. Na maana mmekuwa kwenye urafiki muda mrefu na hakujawahi kutokea hapo katikati changamoto yoyote. Changamoto ndogo nasikiliza kugombana ndio, lakini kwamba nimekisikia kitu fulani ambacho nimeshare na mtu fulani tu. Unajua kuna siri fulani ukisikia, una marafiki wengi. Kuna kitu fulani ukisikia unajua tu Lily. Unajua kabisa huyu Lily. Huyu Viki. Rafiki yangu kwamba leo sasa hiki Viki. Hiki sijamwambia mtu yoyote. Lakini pia na mtu ambaye unaenda kushare siri ambayo mtu amekupa. Aisee, ni zaidi ya mchawi. Yani mtu amekuamini, ina maana ni hajaona watu wote. Ina maana anaona kwamba hiki kitu nikimwambia Lily nitapata relief fulani hivi. Wewe tena unalibeba kama lilivyo. Unaongeza na fikishaje kama vilivyo. Unaongeza na udambwi. Anapeleka mtandaoni. Au anapeleka kwa watu ambao labda kuna mtu fulani mko mnamdiscuss hivyo, anampelekea yule. Yani ni zaidi ya mchawi. Na sasa unakuta hapo wewe ni mtu fulani hivi ambaye uzungumze na kila mtu. Kwa hiyo kila mmoja anajua una ringi. Sasa wakikamata kuna kaengo, unajua watu kuna galili yule. Kuna kaengo fulani vitu kimpata tu kanyako kaengo. Basi amekwisha. Asa imagine mtu ambaye hivyo anakulia mingo hivyo. Waswahili wanasema anakulia mingo. Alafu anakuja anapoa siri yako. Yani umeisha. Umeisha. Kwa hiyo of course tujue namna ya kujishikilia. Ukiaminiwa inatakiwa uaminike. Na tuchague mtu gani wa kumwamini. Mtu gani wa kumwamini. Tusitengeneze urafiki na kila mtu. Sasa ni kitu kizuri kufahamiana na mimi huwa kuna mtu anamwambia. Kuna rafiki yangu mmoja hivi. So kwamba tulikutana muda mrefu. Lakini yeye anaongea na kila mtu, sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya. Ila ana ile tabia ya kumwamini kila mmoja. Kwa hiyo namwambia, hebu jaribu kujishikilia basi, kujiwekea mipaka. Japokuwa yeye kwa sababu tu kuna zile moment anazifurahia, lakini nasema huyu ipo siku litamkuta ajabu. Sana. Namna ambavyo anajichanganya. Yes. Kwenye harakati zangu za mtu mweusi. Winga. Kwenye harakati zangu za mtu mweusi. Kuna mdada mtu mzima. She's like middle 40s. Mtu mzima. Yani ni mtu mzima sana. Tumekutana kama wiki. Kuna sehemu tulikuwa tunafanya naye kazi. Tumekutana naye kama wiki tu hivi. Lakini alikuwa ameshanisimulia story yote maisha yake. Huyu baba niliyezaa naye mtoto alinibaka. Imagine, tumekutana naye in 2 weeks. Ameshaniambia alibakwa. Ameshaniambia vitu deep sana. Alafu baada ya muda mfupi ile sehemu akaondoka pale kazini. Kwa ina maana siko naye close tena. Ina maana hata ningeweza kutoa hizo siri zake kwa mtu yoyote. Sasa umekutana na mtu wiki 2. Ile umeshamfunulia kila kitu. Yani kwamba wiki 2 namjua in and out. Mtu hivyo anakumaliza dakika 0.
Dakika 0, yes. Kamalizwa ndugu zangu. Kama ambavyo nazungumza hapa Mgala, mimi nafikiri jambo la msingi sana kwenye urafiki na siri, tuchague watu wa kuzungumza nao kulingana na kitu ambacho unataka kumwambia, lakini pia jitahidi sana hata kama ulikuwa una ugomvi pengine na aliyekuwa rafiki yako, jishikilie, kwa sababu huwezi kujua kitu ambacho kitatokea mbele, kwa sababu dunia haijaisha. Dunia duara. Dunia ni duara. Shukrani sana. Hapa ni maeneo ya Kiseke Serenity Residences. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa sababu sehemu ni nzuri, imetulia, lakini hata wewe pia unaweza ukafika na ukajionea wewe mwenyewe kama una familia na vitu kama hivyo, ukaenjoy, ukapata mandhari nzuri. Jina langu ni Lilian Rubuga, nilikuwa na Mgala mgeni.